Bana, ujambo na karibu tena ndugu mtazamaji wa TWM mahali popote ulipo. Mimi ni CD Boy aka Kaplano G, nikizidi kuiwakilisha vyema mihabara ya TWM hapa kambini Nyarugusu nchini Tanzania. Na leo tumekuja mbele yako ama mbele zenu wadau wetu kukuleteheni mada kuu inahusiana na soka kambini Nyarugusu, inamaanisha kwamba michezo ya mpira wa miguu hapa kambini. Tutalizungumzia sana swala la ligi kusimamishwa, hususan ligi hii ya Shabani Cup D1. Kabla tujaendelea na yote yale, ningependa kumtambulisha mchambuzi wangu ambaye niko hapa. Atajitambulisha kwa majina yake ili upate kumjua, na huyu ni moja kati ya wale wachambuzi ambao wanapatikana katika miabara yetu ya TWN. Kaka, habari yako? Habari nzuri kabisa. Habari ya familia? Familia ijambo. Sawa, labda mtazamaji pale angependa kujue mchambuzi wake unaitwa nani kwa majina na unaishi sehemu gani hapa kambini? Mimi kwa majina naitwa Rajab Daniel Lastborn. Mimi hapa kambini napatikana zoni ya 6, kijiji cha O ya kwanza. Okay. Asante sana kama ulivyomsikia, na tukiendelea na kunukuu kile ambacho viongozi husika wa ligi ya Shabani Cup walichokiandika hapo siku za nyuma. Ilikuwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 11 2025. Nadhani barua hii iliandikwa ikiwa inahusu taarifa ya kusimamishwa kwa ligi ya Shabani Cup D1. Inasema ya kwamba shirikisho la mpira wa miguu kambini Nyarugusu linapenda kuwajulisha kuwa kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wa kamati kuu inayoendesha ligi, mashindano ya ligi ya Shabani Cup D1 yamesimamishwa kwa muda kuanzia tarehe 5 Novemba 2025 hadi taarifa itakapotolewa rasmi. Uamuzi huu umefikiwa baada ya kikao cha dharura cha bodi kuu ya michezo kilichofanyika tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka huu kwa lengo la kutoa nafasi ya kutathmini baadhi ya mambo yanayohusu uendeshaji pamoja na masuala ya kiutawala. Tunaomba kwa wadau wote wa soka, viongozi wa timu, marefari na mashabiki wa kwa ujumla kuwa watulivu na kuendelea kuonyesha ushirikiano wakati huu ambapo bodi kuu inafanya mapitio na maandalizi ya kurejesha ligi katika mazingira bora na yenye haki kwa wote. Taarifa ya kurejea kwa ligi itatolewa mara tu mchakato wa tathmini na mashauriano utakapokamilika. Tunaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza kutokana na uamuzi huu wenu kwa ushirikiano. Iliandikwa kwa kushirikiana na Mashaka Minani ambaye ni katibu, pia halishiriki kuweka saini yake ambaye ni kiongozi wa soka hapa kambini, na maanisha mwenyekiti mkuu wa soka ambaye almaarufu jina lake ni Abe Mayele Kinua. Hiyo ndo barua ambayo iliandikwa na viongozi wa ligi, na maanisha watu wa Shabani Cup, wakiwa wamesema kwamba ligi imesimamishwa. Hivyo hapa tuko na mchambuzi wetu, tungekwenda kuchambua na kuyauliza maswali baadhi. Nadhani hata ulipo mwenyewe unajiuliza kwa nini ligi imesimama na ni kwa nini mara nyingi ligi za hapa kambini huwa zina hali ya kutokumalizika bila kusimama kwa muda na mengineyo. Hivyo maswali yote ambayo uko nayo, majibu yake yako hapa leo. Endelea kuwa nasi ili upate kujua mengi zaidi. Kaka, karibu tena kwa mara nyingine. Asante. Okay, nadhani wapendwa wanaokutazama pale wangetamani wajue wewe kama mchambuzi una kipi cha kuambia kuhusiana na ligi hii ilivyosimamishwa ya Shabani Cup. Asante sana ndugu mtazamaji, na nashukuru kwa nafasi. Na kuhusiana na hiyo mada, pointi ambayo naweza nikaigusia sana kuhusiana na masuala ya ligi kusimama. Ligi kusimama kambini Nyarugusu hapa, hilo ni jambo la kawaida sana. Na ni jambo ambalo sisi wenyewe tushalizoea. Inatokana na changamoto kaza wa kaza ambazo zinajitokeza tu, maana unajua kila kitu na uongozi. Na uongozi naweza nikasema kwa upande wangu uongozi ndio unasimamia kila kitu. Kwa yawezekana uongozi wenyewe ukawa na 1, 2, 3 ya kutuambia sisi kama sisi kutokana na hiyo hali, au
au nani, kitu gani haswa zaidi sana kilichosababisha mpaka ligi isimamishwe kama tulivyozoea mara kwa mara ligi zinasimama hapa kambini Nyarugusu. Lakini yote haweza kukosa tetesi, maana tetesi zipo nyingi tu ya kusema ligi isimame. Inawezekana sababu 1, 2, 3 ambazo inaweza kusababisha ligi isimame. Kwa hiyo yawezekana tukasaidiana sisi kama sisi wenyewe gisi tulivyo hapa, tukasaidiana sote ni kitu, tujue ni kitu gani ambacho haswa kiliingilia kati mpaka ligi ifike hatua ya kusimama. Maana najua barua tayari ishatolewa na kuna 1, 2, 3 ambazo zilionyeshwa waziwazi kwamba eti ni vigezo baadhi ambazo vilisababisha ligi kusimamishwa. Hayo yapo wazi na najua ni vigezo gani hivyo ambavyo vilionyesha kwamba ligi imesimamishwa. Mimi ndugu mtazamaji, ninachokijua ni kwamba barua zipo na kama ingependeza basi inawezekana watu wakazisoma vizuri ili wajue mwanzo ni upe, maana tunaweza tukawa na vitu vya kudadisi, labda pengine ikawa ni hivi watu wakaja kuchanganyikiwa, wasielewe ni haswa ambacho kinaendelea na nini ambacho kipo sana kwa kina. Bora yani kitu cha msingi niliona mimi kama kuna uwezekano wa kuzisoma, tusome afu tuchambue kwa pamoja. Okay. Na kuna barua gani ambayo labda unayo kama mchambuzi wetu hapa wa TWM ambayo labda inaweza ikaonyesha kwamba imeashiria wazi kabisa ligi imesimama kutokana na sababu hizi wala sababu zile na zingine ambazo labda sisi hatuzijui au mtazamaji pale hazijui? Sawa ndugu mtangazaji, sorry. Ni kwamba barua nilionayo mimi ni barua ya timu kutoka kwa GHI1 Bilombe. Naweza nikasema watu wengi wanaelewa GHI1 Bilombe, yani wanasema tu Bilombe kwa kifupi. Hiyo ndo ilitoa malalamiko kutokana na timu ambayo alicheza nayo ya Baraka-Mosa. Nafikiri kulitokea changamoto moja kaza wa kaza ambazo zilisababisha wenyewe watume hiyo barua yao, na naweza nikasema ndo kipengele kikubwa ambacho sasa hivi kinatukumba na kinakumba ligi yote kwa ujumla kwa kusimamishwa, kwa sababu wenyewe walitoa malalamiko ya kusema pengine labda kuna hali ambayo ilijitokeza kwenye mchezo ambayo haikuwa kwenye haki na kwenye taratibu za mchezo wetu ambao hapa kambini na Nyarugusu, nikimaanisha mchezo wa miguu. Hiyo ipo kabisa na barua ipo wazi, watu wanazisoma, na kama kuna uwezekano, kama nilivyosema, kuna uwezekano wa kuisoma au tusisome, lakini watu wengi wanaelewa kwamba eti hiyo ndo, yani ndo niweze nikasema ndo kipengele kikubwa ambacho kinakumba hiyo hali na ndo pointi kubwa ambayo ilisababisha ligi ipate kusimamishwa. Maana Bilombe inasema kwamba eti kuna hali ambayo ilitokea ambayo ipo nje ya utaratibu wa soka, ikihusiana na masuala ya usajili, na hiyo ni hali ambayo inapelekea watu kutokuelewa, zile sintofahamu zipo sana, na ndio maana hata baada ya kupeleka malalamiko shirikisho la soka ndio liliamua kutoa hayo maamuzi ya kusema bora kwanza ligi zisimamishwe kutokana na huo uchambuzi, watu wajue nini ambacho kinaweza kufanyika, nini chanzo na watu wanafikia wapi kuhusiana na hiyo point. Okay. Mimi labda ningesema kwamba kuhusiana na barua hiyo ya Bilombe, ndugu mtazamaji mahali popote ulipo, kama una shauku ya kujua barua hiyo imeandikwa nini na ilikuwa imelenga nini hasa mpaka imefikia hatua hii hapa ligi imesimamishwa, ukitaka kusoma zaidi labda ungeenda kwenye peji zetu za Facebook, iko pale tumekuwekea, andika tu TWM Facebook kule peji, utaiona na utaisoma, utajua mengi zaidi. Na ndugu hiyo ilikuja kutokea baada ya mchezo kuendelea, mchezo wa Baraka-Mosa na Bilombe kuchezeka. Baada ya mchezo kuisha, hapo hayo malalamiko ndio yalikuja kutokea kwamba kuna kitu ambacho kilienda sivyo. Kwa sababu gani? Walikuja kugundua kwamba eti kuna mchezaji kwenye timu ya Baraka-Mosa ambaye alicheza nje ya makubaliano, nje ya taratibu za kisoka, nikimaanisha usajili. Okay. Na ndio maana nimesema hizo barua zipo na vielelezo vipo kama vile ushahidi wa kusema kwamba eti kuna mchezaji ambaye alikuwa anacheza timu fulani na taratibu za usajili, yani mkuu wa shirikisho la soka, taratibu ambazo alikuwa ameziweka yeye kama yeye zilikuwa zimeshafika kikomo, lakini ilikuja kutokea usajili unakuja kufanyika nje ya taratibu, nje ya muda wa usajili. Yule mchezaji akaja kusajiliwa nje ya usajili, halafu akafika kwenye hicho kipindi cha kucheza kwenye timu ya Baraka-Mosa, ikaja kutokea hali ngumu ya kusema kwamba eti alienda nje ya makubaliano. Kwa sababu gani? Tuseme mfano, wanaweka tarehe rasmi za mwisho wa usajili, kwamba eti tarehe fulani usajili unaisha. Hizo ni taratibu za shirikisho la kisoka hapa kambini, nikimaanisha mkuu wa shirikisho yupo. Okay. Kinwa Bema Yele huyo yupo,
hizo taratibu kama zimewekwa, basi inawezekana watu wakafuata kile ambacho kimepangiliwa kwamba eti baada ya muda fulani usajili utakuwa umekata, lakini ilikuja kutokea baada huo muda kuisha, Baraka Mosa ilifanya usajili kwenye hiyo ligi, nikimaanisha huyo mchezaji sijui anaitwa nani hapa, kama Belly Frank, yeah. Huyo wakidai kwamba huyo mchezaji alikuwa akichezea timu sijui ya Setroa City. Okay, Setroa City. Hapo ndo usajili ulikuja kufanyika, lakini kikubwa ni kwamba walifanya nje ya muda wa usajili. Hiyo ndio ilileta changamoto ya kusema kwamba hizi taratibu zifuatwe, maana ni sheria ambayo imewekwa, watu waweza kukeuka sheria. Kwa hiyo sheria zifuatwe kuhusiana na hiyo point, maana mchezaji aweza akaja kusajiliwa nje ya muda wa usajili na akaja kucheza kwenye mchezo na watu wakaona tu na macho, bora taratibu zifuatwe ili haki ipatikane kuhusiana na masuala ya soka. Okay. Na ndugu mchambuzi wetu, nadhani katika tetesi ambazo zinazidi kuvuma kitahani ni baadhi ya wadau wa soka hapa kambini, na maanisha mashabiki wa timu mbalimbali wanaopenda kufuatilia mpira wetu wa miguu hapa Nyarugusu, wanazidi kusema kwamba timu ya Bilombe ni moja kati ya timu ambazo zinazidi kuweka fujo, na kwamba hii sio mara ya kwanza. Yani ni kawaida yao kufanya vitu kama na hivi, na hii sio ligi yao ya kwanza au kufanya nini kuisimamisha. Wewe kama mchambuzi wetu unawezaje kutuambia kuhusu hilo ambalo linazidi kuvuma katika kitaa, au tuseme linalovuma sana kwenye mitaa yetu ya hapa kambini Nyarugusu? Okay, ndugu mtangazaji, ni kwamba kweli ni kweli, na isiyokuwa kweli inabaki kuwa sio kweli. Hiyo ipo. Ina maana kwenye giza ni giza na kwenye mwanga kuna mwanga tu. Hilo tuliweke wazi. Kwa sababu gani? Sisi wote tunafuatilia masuala ya soka, na watu wengi tu nje na sisi wanafuatilia na wanajua nini ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa soka. Kwenye masuala ya vurugu kwenye ligi, kuna timu sio hiyo tu, timu nyingi zipo, lakini kwa sababu gani tumegusia hiyo hapo na kwenda, maana sasa hivi ndio tunachambua kuhusiana na timu ya JH Bilombe. Hiyo ndio tunagusia, na ndio maana nimesema hiyo timu kweli ipo kwenye hizo vurugu. Ina maana baadhi ya timu, yani kwenye zile timu ambazo zinaweka vurugu kwenye ligi, Bilombe imo. Sio kwamba eti tunafanya ubaguzi au tunafanya kwa hiyo tunapendelea ni tunaenda upande fulani. Hapana, hapa tunagusia ukweli kuhusiana hali ambayo inajitokeza hapa kambini. Bilombe kweli ipo, kwa sababu sio mara ya kwanza kama tulivyogusia, sio mara ya kwanza kwenye ligi kadhaa. Ikitokea kwamba eti unakuja kutokea changamoto, ina maana wanakuja kupata matokeo tofauti na yale ambayo alitarajia kuyapata, hapo vurugu zinaanza. Okay. Maana ikija kumaanisha kwamba eti labda wafanye kwamba eti wacheze mchezo, alafu mchezo waje kuwini wao kama wao wachukue ushindi. Sijui kama hizo vurugu zinaweza kana nafasi, lakini vurugu inakuja kutokea pale ambapo wanakuja kufeli, ndio vurugu zinakuja kutokea. Kabla hawajacheza mchezo, kama kuna malalamiko yote ya kutoa, hawayaleti kabla ya muda, lakini ikija kutokea kwamba eti wamekuja kucheza mchezo, wamepoteza mchezo, hapo malalamiko ndio yanakuja kujitokeza. Wakati kama wewe mwenyewe hakiki, unajua kwamba eti hili jambo lipo nje ya nani? Lipo nje ya taratibu za kisoka. Umelijua mapema, umelielewa mapema, unatakiwa upeleke malalamiko kabla ya muda. Lakini wewe unakaa kwanza kimya, hilo jambo tayari unalijua, unasubiri mchezo uchezeke. Ukishafeli wewe ndio unakwenda kupeleka malalamiko. Ukimaanisha kwamba kama mchezo, tuseme mfano, light kama wewe ungefanikiwa, light kama wewe ungefaulu, ungebeba ushindi, ungeshinda huo mchezo, yawezekana usingekuwa na muda wa kupeleka malalamiko. Lakini imekuja kutokea kisa wewe umefeli, umeanguka, umepigwa sijui, ndio unakuja kuleta malalamiko baada ya muda. Hilo ni kosa kubwa sana. Tunakuja kudadisi, na maana watu wanakuja kuangalia kwa sababu, ina maana kuna kwa ile sababu ya kufeli. Kama ningefaulu mimi nisingefanya hivyo, lakini kwa sababu ndio nimeshabaki basi nifanye hili. Sasa wanasemaga siku zote, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Mtu anatakiwa akubali matokeo. Imekuwa hivi negative, kubali negative. Imekuwa positive, kubali positive. Kwa sababu gani? Kama wewe usingekubali kushindwa, basi ungefanya jitihada zako ushinde. Lakini kwa sababu gani? Hujafanya jitihada za kushinda, imefika tu wewe umekuja kushindwa. Na kama malalamiko yako yalikuwepo kweli, ulitakiwa uyapeleke kabla ya muda, lakini sio kwa sababu umeshafeli ndio unakuja kuleta malalamiko. Hizo vurugu zinakuja kutokea mara nyingi tu, sio ligi moja au mbili. Ni ligi nyingi tu. Mara nyingi inakuja kutokea, na hiyo inakuwa ni changamoto ambayo inatukumba sana. Kwa sababu gani? Kuna timu nyingine itakayoona hali kama hili, mbona fulani walifanyaga malalamiko, mara wakapewa nini? Kwa hiyo na sisi tusilalamike. Unakuja kuona hata wengine wanakuja kuleta malalamiko yani ambayo hayana msingi. Watakuwa hawana haki, lakini wanataka kuweka haki ya kuforce. Kwa sababu gani? Lile swala la kufeli, wameshapoteza mchezo, wanataka kuja kuleta malalamiko. Hilo ni jambo ambalo halipo vizuri sana. Watu wajaribu kuangalia, maana mchezo ni mchezo. Hiyo ni game, ushinde au ushindwe. Ushaona? Ubebe ubingwa au ufeli kweli.
Kwa kama umefeli, kubali kufeli, maana wewe ni mchezaji, hiyo ni game. Fanya jitihada zako ubebe ubingwa. Ukishindwa basi kubali matokeo. Hiyo iko hivyo. Asante sana. Na mimi katika pitapita zangu nadhani kuna sehemu ambayo niliwahi kusikia alikuwa ni mzee fulani, siwezi nikamtaja ni wa kijiji gani, lakini alikuwa ni mzee makamu kabisa ambaye anapendelea soka pia. Aliwahi kusema kwamba timu kama Bilombe ni timu ambazo ni kubwa na timu za zamani kabisa, na mpaka sasa bado zina majina makubwa hapa kambini Nyarugusu, Bilombe D1, lakini ni timu ambazo zinachangia sana katika kuharibu mpira wa hapa kambini Nyarugusu. Akasema pia ingelikuwa ni kwamba wao ndio walio ushinda ule mchezo wao dhidi ya Baraka Musa, labda fujo hizi zisingetokea, na hiyo ni kweli. Ndugu mchambuzi wetu wa TWM, labda ingelikuwa ni wewe au tuseme ikatokea wewe ukawa Abe Kinua Mayele, nafasi ile tukakupa wewe, ungeliamua nini au ungechukua uamuzi gani kama kiongozi wa soka kutokana na hichi ambacho kimesababisha mpaka mpira usimame kwa sasa? Sawa ndugu mtangazaji, ni kwamba sisi hatutochoka kuongea. Tunaongea kile ambacho kipo kwenye uhalisia. Na ni kwamba kama ulivyoniambia hapo, unauliza unataka kujua maoni yangu ni yapi. Light kama ningekuwa kiongozi mimi. Light kama ningekuwa Kinua. Sawa. Ni kwamba mpira au mchezo wote niseme, in short, una sheria zake. Na kwenye sheria hapo ndo kuna haki. Na ili mchezo uendelee, uonekana kwamba upo imara, hapo tunafuata zile sheria, hapo tunakuja kupata haki. Mimi nafuata sheria, afu nakuja kutoa haki. Wakina fulani wana haki, wakina fulani hawana haki, kutokana na zile sheria ambazo zimewekwa. Maana kabla ya kuanza mchezo sheria zipo tayari zimewekwa, na zile sheria ndo tunazifuata sisi. Kwa hiyo ni kukaa chini na kamati shirikisho la mchezo, tunakaa chini tunaangalia kwani sheria zinasemaje, na kutokana na zile sheria hapo ndo tunakuja kupata haki. Kwa sababu gani? Mimi mwenyewe nisingekuwa na maamuzi ya kusema kwamba eti mimi binafsi. Kwa sababu gani? Wanasemaga hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kama tumeweka sheria, ni maana zile sheria ndo tunatakiwa tuzifuate sisi. Ushaona? Kwa kama tumeweka sheria mezani, tunatakiwa tuangalie hizi sheria zinasemaje kuhusiana na hichi kipengele, sheria zinasemaje hapa. Tukija kugundua kwamba sheria imeenda kushoto, basi na sisi tunaenda kushoto. Sheria ikienda kulia, unaona? Siku zote wanasemaga hivyo, na hili sio neno langu mimi, ni jambo ambalo lipo na tulikuta kusema kwamba eti hakuna mtu ambaye yupo juu ya sheria. Ina maana sheria ndo kila kitu. Tunaweka sheria, basi tunafuata sheria. Kama sheria ikionekana kwamba sheria ipo kulia, tunaenda kulia. Ipo kushoto, tunaenda kushoto. Kwa hiyo sisi nikasema kwamba eti sheria ipo ambayo imewekwa, tunatakiwa tufuate sheria, alafu sheria ipo kulia, mimi niende kushoto. Ina maana naanza kufuata ya kwangu nje ya sheria. Na kwenye sheria hapo ndo kunakuja haki. Kwa hiyo watu wanatakiwa waangalie, na mimi kama light, kama ningekuwa mimi ndo kiongozi, nisingekuwa na kauli ya kusema au maamuzi ya kuamua nje ya sheria. Ningefuata sheria kusema kwamba sheria inasema kitu gani, pamoja na kamati yangu nzima, pamoja na shirikisho nzima, kusema sheria inasema kitu gani. Yale ambayo sheria inasema, yale ambayo sheria inagusia, ndio tungeyafuata sisi. Tunaenda kulia au kushoto, hapo haki ingepatikana. Nisingekuwa, maana mimi nipo kama vile mfano kwamba nikianza kuegemea upande fulani, hapo tayari nimeshaanza kuweka dosari. Naanza kwenda nje ya makubaliano, naanza kwenda nje ya sheria za shirikisho la soka. Lazima nipate ile sheria ili tupate haki, na huo ndio mwongozo kamili. Mimi kama mimi niweza nikasema hayo tu, siwezi nikasema kwamba eti niwe upande fulani, sijui niangalia hao walifanyaje. Kama kweli ni mseme mfano wa Baraka Musa ndio walienda nje ya sheria, walikiuka sheria, kwamba eti kuja kufanya kumweka mchezaji ambaye sio, sijui ambaye ameenda nje ya makubaliano, hapo lazima wangekuwa wapo down. Kama ni Bilombe ambaye inaonekana kwamba eti yenyewe ndio ipo nje ya sheria, ingekuwa down. Nasimama kwenye sheria. Kwa hiyo nitakachokiomba mimi kama mimi, shirikisho au naweza nikasema kamati ya soka iangalie ni kipi cha kufanya kwa kuangalia sheria. Maana pale kwenye sheria ndo kunakuja haki, wakina nani wapo kwenye sheria, kutokana na hichi ambacho tulikiweka sisi kama sisi shirikisho la soka. Tulikiweka inazungumzia kitu gani, inatupa mwongozo gani, ule mwongozo ndio utakao ufuata sisi. Sio kwamba eti kwa sababu hawa wameleta malalamiko hivyo ndio wamesema na hicho ndio kimetokea basi tufanye hivyo, lakini sheria zimesema bwana, hawa wamefanya hivi nje ya makubaliano, kwa hawa hawana haki. Hawa wamefanya hivi ndani ya makubaliano, wana haki. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tuwa kibalance, ili watu wawe clear, watu wajue kwamba haki inatendeka kweli kwenye shirikisho. Hayo tu.
Ni vizuri sana na nadhani inaweza ikapendeza zaidi wakifanya hivyo, maana sheria kufuata mkondo wake ni kitu kizuri sana katika moja kati ya vitu vinavyosababisha kamati au uongozi uonekane ni bora zaidi. Nadhani hayo yalikuwa ni machache kutoka kwa mchambuzi wetu wa soka wa TWM, na kipindi kijacho nadhani tutakuletea nukuu zingine zinazohusika na soka, hususan mpira utafunguliwa lini. Tupo tayari kukujulisha, hivyo uendelee kuwa makini na kuwa macho sana kuangalia video tunazozi upload. Usisahau kushare hizi video na ndugu wengine, na kulike, kucomment pia, maana comment yako ni kitu muhimu sana, na ni yapi maono yako tupate kujua na wewe kama una kipi cha kusema. Tuandikie hapo kwenye comment section kama mtazamaji wetu, tujue watazamaji wana maono gani kuhusiana na ligi iliyosimamishwa ya Shabani Cup. Tukutane kipindi kijacho. Asante sana na chao.